Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Karibu sana mtazamaji wetu popote ulipo unapotufuatilia. Tunakukaribisha katika kipindi hichi cha Saa ya Faraja katika Kristo. Na ikiwa leo tunatoa sehemu ya 3 ya somo linalohusu nguvu ya sadaka, basi tunakusihi ukae karibu na chombo chako cha kielektroniki ili kutufuatilia popote ulipo. Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni, tunasema asante kwa upendo wako na uaminifu wako. Neema yako Bwana, neema yako mtakatifu ikatuatamie. Tunaomba ubariki ujumbe wa neno lako unapoenda kuachilia, ukayaguse maisha ya kila mmoja wetu anayetutazama. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, tujalie roho ya maarifa. Funua akili zetu Bwana, tupate kusikia neno na kulielewa. Katika jina la Yesu Kristo kuu nimeomba, amen. Na leo tunaangalia sadaka nyingine. Kipindi kilichopita tuliangalia sadaka ya aina ya shukrani na sadaka ya nadhiri. Sasa katika sehemu hii ya 3 tunaangalia sadaka ya malimbuko. Kwenye Biblia au first fruit ni tunda la kwanza. Kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ile 26 mstari wa kwanza mpaka wa 4 anasema malimbuko ni zao la kwanza. Malimbuko ni kipato chako cha kwanza. Malimbuko ni kile kitu cha kwanza, na usipotoa malimbuko unazuia maongezeko. Na ukisoma hilo Kumbukumbu la Torati 26 mstari wa kwanza mpaka wa 4 anasema utakapokwisha kuingia katika nchi ya kupa Bwana Mungu wako, toa malimbuko ya ardhi yako, ukayatie katika kikapu, ukaende mpaka mahali palipo na kuhani wa Mungu, ukamsujudu na ukatoe malimbuko hayo, na mtumishi wa Mungu apokee akuombee. Kwa hiyo malimbuko yanapewa mtumishi mkononi, hayatolewi kwenye chombo. Naona watu wanatoa kwenye vyombo. Malimbuko amesema kwenye hilo neno umpe kuhani, umpe mtumishi wa Mungu. Hata kama ni kanisani, lakini muambie mchungaji hichi kitu ni cha malimbuko, ili aweze kutamka neno la baraka kwenye maisha yako. Kitabu cha Methali sura ile ya 3 mstari ule wa 9 inasema mheshimu Bwana kwa mali zako na kwa malimbuko ya mazao yako yote, ndipo ghala zako zitakapojazwa na mashinikizo yako yatafurika divai mpya. Mpendwa, katika kutoa malimbuko kuna kuongezeka. Divai mpya anazungumza wale wanaofanya kazi viwandani. Ghala anazungumzia masuala ya wakulima. Lakini anasema kwamba mheshimu Bwana kwa mali zako zote na kwa malimbuko. Malimbuko mazao ya kwanza. Na kama wewe ulikuwa hujui malimbuko ni nini na nini, ni vizuri ukasoma Nehemia sura ya 10 kuanzia mstari wa 36 mpaka wa 40. Utaona anasema malimbuko ya aina za matunda, aina zote, aina ya nafaka, mvinyo, vyote, wazaliwa wote wa kwanza ameeleza pale. Soma Nehemia sura ile ya 10 kuanzia mstari wa 36 mpaka wa 40. Utaona hayo malimbuko yote yameorodheshwa pale. Naweza kukuta umekuwa unaomba ufanikiwe kwa sababu sasa vitu vya kwanza kinywa chako kimekuwa cha Mungu ndicho kinakula. Jifunze kumpa Mungu vitu vya kwanza. Mazao ya kwanza. Kama wewe ni mkulima, usichome mahindi kabla hujamtolea Mungu. Kama wewe ni mwajiriwa, umeanza kupata mshahara wa kwanza, utoe wote kwa Mungu. Hayo ni malimbuko. Kama wewe ni mfanyabiashara, ile faida ya kwanza ni limbuko la Bwana. Kama chochote unachofanya, hiyo ni mtoto ameajiriwa na ameokoka, kile kitu cha kwanza alichokipata ni limbuko la Bwana, ni lazima utoe. Mheshimu Bwana, peleka kwa mtumishi wa Mungu ili atamke baraka juu ya maisha yako. Ukisoma kitabu cha Warumi sura ya 11 mstari wa 16 mpaka wa 36 anasema tena malimbuko yakiwa matakatifu, kadhalika donge lote na shina huwa takatifu. Aina mbalimbali za malimbuko nimekuambia usome katika Nehemia 10:35 mpaka 38. Kwa hiyo ukishatoa malimbuko, kile kitu unachokifanya kinakuwa kitakatifu, kinakuwa wakfu. Kwa hiyo hata adui kushambulia inakuwa ngumu. Tujitahidi sana kumtolea Mungu vitu vya kwanza, kwa sababu ni malimbuko. Kuna kuku 10 wametaga mayai 10, yale mayai 10 ya kwanza yote chukua, peleka kwa Bwana, ni malimbuko hayo. Kwa hiyo kuna watu wengi huwa wanatoa sadaka hizi nyingine, lakini wanaacha malimbuko. Malimbuko yanaleta maongezeko katikati ya kila unachokifanya. Kwa hiyo jitahidi kumheshimu Mungu. Ukimheshimu Mungu, imeandikwa katika kile kitabu cha
Yohana sura ya 8 mstari wa 26, mtu akinitumikia Baba atamheshimisha. Kwa hiyo kama unataka kuheshimiwa, mtumikie Mungu kwa uaminifu na hakika hata kuacha. Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, asante kwa ajili ya somo hili linalohusu malimbuko. Tunaamini sio kwa maneno mengi sana mtu hujengwa, lakini kwa maneno machache tu na kwa imani mtu hujengwa. Tunamfunika msikilizaji wetu kwa nguvu ya Roho Mtakatifu, na neno hili Bwana tunalivuvia uvio wa Roho Mtakatifu, ili kama kuna namna yoyote ambapo alikuwa haelewi kwa nini baraka zake zinatindika, Baba wa mbinguni, tunaomba kupitia ujumbe wa neno hili ufahamu wake ufunguliwe katika jina la Yesu. Wafungue macho wajue, wafungue usikivu wao wa kusikie katika jina la Yesu. Tunavunja na kukemea kila kinachozuia, maana ndivyo ilivyoandikwa katika lile neno lako la Methali ya kwamba yupo azuiaye sivyo haki, lakini uelekea uhitaji. Yupo atapanyaye na kuwapa watu, lakini Bwana hujalizwa. Katika jina la Yesu navunja nguvu zote zinazozuia, roho za wizi za kumwibia Mungu kwa namna yoyote ile, nazo zikamatwe na kupigwa kwenye damu ya Yesu na kukangishwa. Resitirikapashokores, tunamwaga damu ya Yesu Kristo sasa ikafunike mtu huyu popote alipo ulimwenguni, anapolisikiliza ujumbe huu, kamfungue na kumtoa kwenye uteka wowote, maana neno linasema mtaijua kweli, nao kweli itawaweka huru. Amen. Unaweza ukatumia namba za simu zinazopita hapo, tutumie ushuhuda wa kitu Mungu alichofanya, au kama kuna mahali hujaelewa vizuri, tunapenda kusikia kwako, au kama kuna kitu cha kuongezea, tunapenda kujifunza kwako. Usiache kututumia ujumbe huo na sisi